Mkuu wa Mkoa wa Tanga, Balozi Dr. Batilda Buriani amelipongeza Jeshi la Polisi mkoani hapa na Idara ya Mahakama kwa juhudi walizozifanya katika kudhibiti matukio ya ukatili wa kijinsia ikiwemo ulawiti na ubakaji, akisema kuwa kwa sasa matukio hayo yamepungua ukilinganisha na siku za nyuma. Amesema hayo wakati akizungumza na wanawake wa wilaya ya Korogwe na kubainisha kuwa ukatili wa kijinsia hususa dhidi ya wanawake yamepungua sana mkoani Tanga kutokana na kazi kubwa inayofanywa na Jeshi la Polisi pamoja na Idara ya Mahakama katika kufuatilia na kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wahusika. Akizungumza hatua zinazochukuliwa katika kupambana na ukatili wa kijinsia, afisa ushirikishwaji wa jamii Jeshi la Polisi wilayani Muheza, ASP Ridhiki Pori, amesema kuwa jeshi hilo linaendelea kutoa elimu kwa wananchi na kuwataka kutoficha taarifa za matukio ya ukatili wa kijinsia, bali watoe ushirikiano kwa vyombo vya dola ili hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi ya wahusika. Yale masuala ambayo yanatutoa katika maadili tutayafanya katika maeneo ya sherehe ambayo hatutakuwa na watoto, hatutakuwa na watu wengine ambao labda tutawakera. Lakini katika maadili ya kulea na kufuatilia watoto tumekubaliana tutaendelea kufuatilia watoto, hasa kwa ajili ya kuondokana na swala zima la ukatili dhidi ya watoto. Na mimi napongeza sana kazi kubwa inayofanywa na madawati, na hasa madawati yetu ambayo wanafanya wakina mama polisi katika maeneo yetu ya vituo vya polisi. Tumeona upungufu mkubwa sana wa matukio sasa hivi ya ulawiti na ubakaji, ingawaje bado havijaisha, lakini tunapongeza pia mahakama. Huko nyuma tulikuwa na malalamiko, wakishikwa kunatafutwa dosari, kesi zinaharibika. Leo hii mahakama imesimama kidete kuhakikisha kwamba kwa kushirikiana na mnyororo mzima wa kutafuta haki, kesi zinakwenda na wale waliofanya vitendo hivyo wanahukumiwa na wanafungwa kulingana na sheria zilizopo. Lakini tunaomba sana tuendelee kuwafuatilia watoto wetu wanapokwenda shule, wanapotoka shule, maeneo wanapocheza, lakini tuwaase jamii. Watoto hawa ni watoto wa jamii nzima. Watoto wanaopita mitaani sio watoto wa mama fulani au baba fulani, ni watoto wetu wote. Tuhakikishe tunawalinda, tuhakikishe tunawatunza. Polisi ni wajibu wetu kuzuia makosa yote ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu yale makosa yote yako katika jinai. Kwa hiyo kwa vile ni jinai, kwa hiyo tunashughulikia sisi Jeshi la Polisi, lakini katika kitengo kinaitwa Dawati la Jinsia na Watoto ndio linashughulika na masuala yote ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia. Kama alivyoeleza mkuu wa mkoa, makosa ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa kijinsia yamekuwa kwa sasa hivi yanaonekana yamepungua, ni kutokana na Jeshi la Polisi kwa kiasi kikubwa kuyashughulikia kwa kiasi kikubwa, lakini kwa kutumia njia mbalimbali ambazo zimesaidia haya makosa kupungua. Hasa sababu ya kwanza kwa kupungua kwa haya makosa ni kutoa elimu. Jeshi la Polisi sasa hivi, kama mnasikia, kuna polisi kata. Kila kata sasa hivi ina polisi kata ambaye amewekwa ili kuweza kuwafikia wananchi kwa karibu na kuwapa elimu na ya kuweza kupata ukaribu wa polisi kuweza kutatua matatizo yao. Kwa hiyo ule uwepo wa polisi kata umepelekea kupungua kwa makosa haya, kwa sababu wananchi ambao wako mbali na vituo vya polisi au ambao hawakuwa na uelewa wowote kuhusiana na makosa yoyote ya ukatili wa kijinsia wameanza kupata elimu kwa kupitia kitengo hichi cha polisi jamii, ambao kinafanywa kazi sana na polisi kata. Tumeweza kufanya usafi katika hospitali zetu zote mbili za Korogwe mji na Korogwe vijijini, lakini pia tumetoa zawadi kwa wagonjwa na tumetoa zawadi kwa makundi maalum. Lakini wanawake hawa wa Korogwe wametoa zawadi hizo kwa michango yao. Wanawake oye! Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wanawake walichanga fedha zao binafsi, wakanunua zawadi za kutosha, wakapeleka katika hospitali zetu, hususan katika wodi za akina mama, lakini pia walipeleka katika magereza na wamepeleka kwa watoto yatima. Wanawake hawa niseme wana moyo wa kipekee na wana moyo ule wa mama.
kwa sababu mama siku zote ni mlezi, lakini mama siku zote ni mtu anayependa kujitolea na anapenda kutoa nafsi yake kwa ajili ya wengine.